kadhalika katika hao waliotaja wadhakara minha, katika alotaja katika hayo au wadhakara minhum, akataja katika miongoni mwao rajulan, mtu ambaye wa rajulan, na mtu ambaye qalbuhu, moyo wake muallaqun, ni wenye kufungamana fil masajid, katika misikiti. Haina maana ndio wakati wote lazima ina msikiti, lakini moyo wake muda mrefu nafikiria msikiti utakuwaje, shughuli zitaendaje, durusi zitaendaje, yani shughuli shaghil ni hiyo, shughuli inamshughulisha ni hiyo, na yeye anafikiria msikiti tu, nani ataswalisha, mimi nimeondoka, nani ataadhini na vitu kama hivyo. Fahadha fadlun adhim, basi hili jambo hili ni fadla kubwa sana, ni fadlun adhim, fadla ambayo ilikuwa kubwa sana. La yanalu illa man akhlasa an-niyyata lillahi ta'ala, halipati jambo hili, la yanalu maana yake halipati jambo hili illa isipokuwa man akhlasa an-niyyata lillahi ta'ala, yule ambaye akimtakasia Allah nia yake akafanya kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Sababu lillahi ad-dinul khalis, hada ndio kwenye dini ya kutakasiwa, akafanya hivyo kwa ajili ya Allah. Wasaa lilhusuli alayhi, na akenda kufanya pupa. Wasaa maana yake akafanya pupa na kuliharakia lilhusuli alayhi, kwa ajili ya kulipata jambo hilo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala atapiga katika wale ambao watapata kivuli chake siku ya kiyama. Wa idha kana huduru almasajid bihadhihi almanzila, itakapokuwa pindi kuhudhuria misikiti ndio kuna daraja hii, mtu anapata manzila hii, fa innahu yajibu ala qasid almasjid, kwa hakika ya hali na shani ilivyo, basi inawajibika kwa yule ambaye mwenye kukusudia msikiti, ayatahalla bi ashrafi sifat, ajipambe kwa sifa ambazo ni tukufu zaidi katika sifa, wa ahsani al-khisal, na ajipambe na mambo ambayo yalikuwa bora zaidi, wa yataallama ahkama huduri al-masajid, kadhalika ajifunze na ajifundishe hukumu za kuhudhuria misikitini. Na Islamu wengi hatufahamu hukumu hizi. Kwa leo tusikilize tubate dondoo. Anasema mimma dalla alayhi alkitabu was sunnah, hukumu ambazo zimejulishwa juu yake na kitabu al-Qur'an na sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, taadduban ma'a Allah ta'ala, hali ya kuwa kwa ajili ya kuwa kufanya hivyo ni kufanya adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu awe na adabu pamoja na Allah jalla wa ala, si anaingia msikitini kama anaingia katika soko au katika vyoo. Wa ihtiraman lilbuq'ati, kadhalika na kuheshimu na kufanya heshima katika albuqa, katika ile sehemu ambayo ni sehemu tukufu, ndio albuqa, sasa ni makan sehemu. Wa mura'atan, na kuchunga, hali ya kuchunga li ikhwanihi almusallin, wale ndugu zake wenye kusali atakachunga zile hali zao. Wa tatbiqan lisunna, na kufanyia kazi sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Tatbiq ni ile kufanyia kazi, wala si takbir tena watu wa Allahu akbar. Siku moja khatibu mmoja Sheikh Abu Faida rahimahullah kule ilikokuwa Mombasa, katika hutuba ndio shakuwa moto hutuba ya pili tena, takiwa bwana Waislamu sunna tufanye tatbiq. Basi wa maawamu kule Allahu akbar Allahu akbar, hajasikia vizuri, si takbir ni tatbiq, maana ni kufanyia kazi kile kitu alikuhakikisha. Kiswahili wanasema kufanyia kazi sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika wa nadhran, na anafanya hivyo kusoma hizo kwa ajili ya nadhran, anikuzingatia, kwa kuzingatia na kutazama, lijahli kathirin min almuslimin, ujinga wa Uislamu wingi katika Uislamu ni wajinga, bi ahkami huduri almasajid, kujua hukumu za kuhudhuria katika misikiti. Uislamu wingi, ndugu zangu Waislamu, ni wajinga, na watu hawataki kuitwa wajinga. Wewe fanya wote, lakini usikuita jahili, utagomana. Mwambie tu hajui tena kama mbali, ungaje leo atakupigia nguvu. Sawa, watu wengi na hakuna mtu, kila mmoja ni tabarra bila jahili, kama kusema Ali ibn Abi Talib, kila mmoja yadai ilmu, kila mmoja anadai ile anachukua. Na utakuta mtu sasa kwambia mimi sijasoma elimu ndani, hasa pamba yetu ukitembana, kila mtu ni shahidi. Kwa kuna mtu kigano cha kahawa, unajua haya mambo si yanajua wazee wetu, sisi tunakambali sana na elimu kwa wazee wetu, mtu anakuambia kisha anadanganya. Kwa hiyo watu wengi ni wajinga hukumu za kuhudhuria katika misikiti. Kwa sababu gani? Bisababi dhaifi dini, ni kwa sababu ya udhaifu wa dini yao, hawasomi dini. Na dini iliyosoma ni faradhi, ni lazima wasome. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ya dini faradhi mno kwa kila Muislamu. Rawahu Ibn Majah wa Sahih al-Albani, hadithi ya Anas bin Malik.
kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam amefaradhisha hiyo mwenyewe wale ambao sio fa'ala annahu la ilaha illa Allah astaghfir li dhanbik kadhalika innama al-ilmu bit-ta'allum nusus kibao zimekuja kuhimiza watu kwanza wasome mtu asiabudu kijinga. Al-Imam Ibn Raslan anasema katika ile az-Zubat wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mabdudatun la tuqbal, kila mwenye kufanya amali kwa ujinga amali zake zenye kurejeshwa stakiwi. Kadhalika Allah ameajibisha katika sura at-Tauba wama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الله كهميزة. الإمام العلامة القرطبي رحمه الله قال هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. آية هي سورة البقرة بأصل مسيجي الأصل الأصيل مسيجي مضبوط وأنت كتفت علم وكلمات لازمة إلى يسوع. Kwa kutokana na udhaifu huu wa inshighali bidunia na kushughulika kwao na dunia, an taalumu umuri dinihi, wakaacha kujifunza mambo ya dini yao. Tunatakiwa sisi tusome wanafunzi tuwafundishe na wao, ya'lamuna dhahira min alhayati dunya wa hum 'an alakhirati hum ghafilun, wanajua dhahiri ya mambo ya dunia, masuala ya cricket sijui nini, si vibaya, lakini dini yao hawajui chochote. Raghbatu fi asema raghabtu nimependelea fi jam'i ba'd ahkami hudhur al-masajid. Kutokana na sababu hizo Waislamu wamekaa mbali na dini yao, kama usema Mtume alayhi salatu wasalam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sasa mimi nimependelea fi jam'i ba'd ahkami hudhur al-masajid, nimependelea kukusanya baadhi ya hukumu za kuhudhuria katika misikiti wa adabi na adabu zake, hisan kwa ajili ya kufanya kubwa ala ihya sunna, kuihuisha sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama sema al-Imam al-Bukhari, afdalu rajul man ahya sunana au man ahya sunna min sunani rasul sallallahu alaihi wasallam, min sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Bora ya mtu ni yule ambaye alihuisha sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo tayari zimeshafishwa, watu wana habari zao, ni maturuka manjura. Kwa nimefanya hivyo, kadhalika watadhkiri nasi biha, na kuwakumbusha watu kuhusiana na mambo hayo. Asema waharastu, na nimepupia ala iradi al-adillati, kuzileta irad, maana zile kuja nazo kuzileta dalili as-sahihati ambazo ni sahihi laha katika mambo hayo, wa aqwali ahli al-ilm, kadhalika nimekuja na baadhi ya kauli za wanachuoni au kauli za wanachuoni kuhusiana na mambo hayo. Fa ila tilka al-adab, basi katika adabu hizo tukiziendea adabu hizo, tanqasimu hadhihi al-adab ila thalathati aqsam, zinagawanyika adabu hizi katika vigawanyo vikuu vitatu. Cha kwanza hamza, ambayo ni a au alif, adabu al-khuruj ila al-masjid, kuna adabu za kutoka msikitini. Ba, ambayo ni b, adabu hudhur al-masjid, adabu za kuhudhuria msikitini, ambayo jim, ambayo ni c, adabu hudhur al-masjid, adabu za kuhudhuria msikitini يوم الجمعه, siku ya Ijumaa. Walaha, lakini hii ina, walaha ina hii bahthun khas, bahthi research maalum nimeweka an ahkam aljum'ah, katika kuhusiana na hukumu za Ijumaa. Kwa hiyo tutafuteni, tukimaliza hii tuje tusome inshallah, tufanye muraja. Haya, tukianza za kwanza ambazo ni alif, adabu al-khuruj ila al-masjid, adabu za kutoka, maana yake kutoka kuelekea msikitini. Umefahamu? Adabu al-khuruj ila al-masjid, maana yake kuelekea msikitini. Minha al-wajib, minha, kuna miongoni mwa adabu hizo, ay min al-adab al-wajib, ambazo ni wajibu, ni lazima muislamu azifanye. Wa minha al-mustahab, na ziko miongoni mwa adabu hizo ni zenye kupendekezwa, si lazima. Ya kwanza al-khuruj, awala ya kwanza al-khuruj fi ahsani hay'ati, ni mtu kutoka katika yani hay'a, ile umbile ambalo lilikuwa zuri zaidi, kutoka katika umbile ambalo ni bora zaidi na zuri zaidi kuelekea huko msikitini. Fi ajmali thiyab, awe katika nguo nzuri zaidi. Wa atyabi rawaih, awe na harufu nzuri zaidi. Wa ghairiha, na suwa hizo min al-adab, katika adabu. Kwa akitoka awe na nguo nzuri, na mali asaf kwa masikitiko ashadid kama makubwa, waweza kuta mtu anaenda msikitini lakini unamla shabaili achukua hapa,
ndani msikitini, anaenda kutia watu harufu mbaya. Lakini akija mgeni pengine mjumbe wa nyumba kumi yuko kuna shehe sio yuaje tu awasika jamii tu, leo ndio kutembelea basi anapapa huko basi mambo haya tafutie kanzu yangu, kwa sababu kuna nguo ambazo maalum za kwenye kabati hazitolewi mpaka sikukuu au kwenye dharura kweli. Sawa. Kwa hiyo au twenda wilayani ndio apaka nguo hizo. Kwa hiyo ndio lengo yangu ya wilayani, atatolewa kanzu nzuri, atakutana askari jamii tu yuaje kwa sababu anaigawa yeye. Lakini enda msikitini anakutana na Allah jalla wa ala. Hada hii ni kinyume ghairi maaqul, hii ya kidini. Kwa anasema wa mimma yataallaqu bi husni alhay'ati, na katika mambo ambayo yanafungamana yanafungamana kwa ile umbile ambalo ni bora zaidi na muonekano mzuri, yali ni haya yanafuata. Kwanza kuna jambo la kwanza, azinatu dhahira, ni pambo la dhahiri, hivi unaonekaniwa wewe kidhahiri. Mtu alikuona anakuona, wasema vijana leo anakuona smart, umependeza, tasameana. Lakini jamaa hakuna sala ni chafu wasema mashekhe. Sawa, lazima uele unapendeza. Si tena mtu wa kanzu na spiringi kama jamaa tutablighi zidia hapo basi amkaba. Sawa. Mesela sio lazima basi, lakini nakusudia ni wewe katika yani uende katika sema physical appearance yako, yani lazima uwe vizuri kwa smart. Imeleka. Kadhalika tayyibur raiha, mtu awe na harufu nzuri, na harufu nzuri inaingia kiwili chake mtu, kadhalika kinywa chake, mwili wake wote, kadhalika aswak na mswaki, na yote ataelezea kwa mbele. Kama wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mswaki ni matahharatu lilfami mardatu lirabbi, kama atakuelezea huko mbele. Akianza kwanza azinatu dhahiratu wa yuradu biha, mapambo ya dhahiri ya mtu anapoonekaniwa, wa yuradu biha, na kusudiwa mapambo haya, wa yuradu biha, inakusudiwa mapambo haya kwanza au baada jamalu thiyab, ni ule uzuri wa nguo mustahabu. Jambo akiweka katika mabara ndio hukumu hiyo. Lakini haya jamani, baadhi ya mambo mbele ataeleza katika masuala ya fiqhiyya, ijtihadia, khilafiyya. Lakini shekhe bila ina msimamo atakwambia wajibu, mwingine basi wajibu, mwingine anataka kutafutia ndio hakika. Lakini jambo hili anasema mustahabu, na hivyo ndio sawa. Jambo lenye kupendekezwa kuhusiana na jambo hili, jambo gani? Nguo nzuri. Laysa al-maqsud min al-libas, anasema katika kitabu, sio maksudio katika mavazi. Kwa maksudio mavazi huwa satru al-awrat faqat, ni kustiri utupu tu, la basi ikafaka tu ikaati mtu kustiri utupu tu ndo maana yake ati ndo mavazi, la hasha hivyo. Wa inna ma yurad, na hakika si vinginevyo inakusudiwa, maa dhalika at-tajammul, maa dhalika, pamoja na hivyo kustiri utupu sawa, lakini pamoja na at-tajammul, mtu kuna jimal uzuri, kujipamba liluqufi baina yaday rabbil alamin, kwa ajili ya kusimama mbele ya Allah jalla wa ala, kwa atakiwa ajipambe, awe na mandhari mazuri na madhari mazuri. Qala Allah ta'ala, bisema Allah alikuwa ametukuka, ya bani adama, enyi wanadamu, khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, inda kulli masjidin, ay manake inda kulli salatin, au baadhi wanasema ay manake ay ila salati, pale mtakapoelekea kwenye swala. Chukueni mapambo yenu katika kila wakati mnapoelekea katika swala. Wakulu washrabu, na kuleni na munywe, wala tusrifu, wala msifanye israf, mkachukua mipaka mkafanya mubalagha katika kula mpaka mkamwaga na hakadha. Innahu Allah la yuhibbu al-musrifin, hapendi wale wanaofanya israfu. Allah subhanahu wa ta'ala kataka watu wachukue mapambo wakielekea msikitini. Qala Ibn Kathir rahimahullah, amesema al-Imam Ibn Kathir Abu al-Fidaa Ismail ibn Umar al-Shafi'i katika tafsiri yake, tafsir al-Quran al-Azim, ولهذه الآية ناهي وما ورد في معناها، na zile aya nyingine wama, na zile ambazo aya nyingine warada zimekuja, aijaa zimekuja fi maanaha, zimekuja katika maana kama hiyo, minas sunnati, ni katika sunna, basi yustahabu, au minas sunnati zimekuja katika sunna, au aya kama hizo ambazo zimekuja katika sunna, yustahabu tajammul
inapendekezwa mtu kujipendezesha inda salati, wakati wa kuelekea katika sala. وقال ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله المالكي، نقسم الإمام ابن عبد البر الأندلسي الله مرحمه، إن أهل العلم حقيقة يا wanawachuoni katika kitabu cha At-Tamhid yastahibuna, wanapendekeza, wanaona jambo hilo linapendekezwa. Maana ni istihbab, maana istahabba al-ulama, ni jambo mustahabu lilwahid almutiq, kwa yule mtu ambaye mmoja mwenye kuweza, almutiq ay almustati' mwenye kuweza, ala thiyab, katika nguo, ayatajammala, ajipendezeshe, avae vizuri, fi salati, katika sala yake, mastataa, kiasi anaweza, usikalifishe mithiali katika nguo zake, usikalifishe kiasi hicho. Ukipata kanzu zako za Omani sawa, mola kwa kanzu, na hii ndio akmal athiyab, na ndio kama ilivyo zaidi ambayo ni qamis. Pia imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabbu thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqamis. Ukipata kanzu ni bora. Kwa fi salati mastataa, kiasi anaweza, mithiali katika nguo zake, wa tibihi, na kiasi anaweza katika kujitia manukato. Kwa kama una manukato jitie, japo ni hayo mafuta 5000 jitie, ukitoka mlangoni waacha ndani ya nyumba, sawa, jitie, haina shida. Usishindane na watu perfume za laki moja usiwezi, kwa sababu utafikiria ununue perfume ukatenga ununue korola pembe. Kwa hiyo wewe ununua korola pembe kisha tafuta perfume 5000, basi ndio uwezo wako. Si haba, lakini jitie manukato ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitu ambavyo vikimpendeza zaidi katika hivyo ni nini? Atib, manukato. Kadhalika Ibn Abbas radhiyallahu anhu alikuwa akipita mpaka watu wakijua pale Madina, sasa Ibn Abbas ameshapita kwa ile harufu yake nzuri akielekea msikitini. Wasiwaki na kupiga kwa mswaki, kwa akiweza kupiga mswaki katika kila wakati wa sala, kila anapotia udhu, kama zilivyokuja katika hadithi ambazo uko mbele. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، akasema Mtume صلى الله عليه وسلم، idha salla ahadukum, pindi atakaposwali mmoja wenu, falyalbas, basi na avae, thawbaihi, nguo zake mbili. Nini maana yake? Maana yake huko Mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma hadithi amekataza mtu kuswali katika nini? Katika nguo moja, fi thawbin wahid, katika nguo moja. Na kuna khilafu kubwa ya maulama kuhusiana na mtu kuswali katika nguo moja. Imefahamika, lakini ile bora zaidi ni mtu kuswali akiwa na izar na rida. Maana yake izar nguo ya chini na rida na nguo ya juu. Ishara. Hii ndio bora zaidi. Ama mtu kuwa na izar tu, hilo anachoona yamekhtalifiana. Madhhabi ya Shafi'i wanaona ni je, swala nasihi? Na yasihi swala ni sahihi, lakini ma'a al-karaha, maana yake ni jambo lenye kuchukizwa na baadhi ya maulama wengine. Imefahamika, kwa ile bora zaidi ni mtu kuvaa nguo mbili, na akiwa na nguo moja atasalimu, maana yake afunge hapo, mkoja wake afunge hapo, ndio afunge vizuri, asijekaa ufunga ile ya kizee zamani. Wazee zamani wao wafunga tupu ile ndani hamna kitu, wakwambia sasa jioni nitaka nipunge upepo, sawa? Sio ile. Ukifanya hivyo utakuwa makini. Mtoto sasa baba akaja wakavua ikatana na tisha. Kwa baadhi anachoona anaona sala nasihi madhhabi ya Shafi, na baadhi anachoona ni jambo mtu aachane nalo. Hadithi nyingi zimekuja, mtu anasema haifai moja kwa moja, fa inna Allah ika Allah ahqqu, ana haki zaidi Allah, man tuzayyina lahu, yule ambaye Allah ana haki zaidi yeye kumpendezeshia yeye, man tuzayyina lahu, kumpendezeshia kwa ajili yake katika mavazi na mambo mengineyo. Anasema satrul al-fakhdain. Kwa jambo la kwanza na hili uzuri, mtu kuvaa nguo zake mzuri. Kadhalika ndio hivyo tumeelezea kwa ufupi bi ikhtisar kuhusiana mtu kusali katika nini, nguo moja, naye ataelezea mbele. Kadhalika satrul al-fakhdain, kusitiri mapaja mawili, mapaja wajibu. Jambo hili lazima, ili kweli bilijmaa, ili wajibu, ili ittifaq. Wa huwa min zinati salat, na hii katika mapambo ya swala. Fa minan nas, wapo baadhi ya watu basi, man yusalli bil malabisi ash-shafafati, wenye kuswali pamoja na nguo ash-shafafa. Al-malabis, zile nguo ash-shafafa zenye kuonyesha ndani, adhaqiqa, maana ni nyepesi zenye kuonyesha ndani, alati ambazo la tasturu al-fakhdain, hazistiri na kuhifadhi mapaji mawili haya, mapaji mawili haya ya mtu.
Manake amevaa lakini yanaonekaniwa na ile chini yote ile umbile la mapaja yale yanaonekana. Hili halitakikani. Qala Shafi'i, amesema al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullah rahimahullah al-Muttalibi, wa in salla, na kama atasali fi qamis, katika kanzu yashifu anhu, ambayo inamuonesha yeye, maana shaffa thawb ile, maana raqa ile kwa nyepesi, sala shaffafa, maana yura ma tahta, ni kile kitu ambacho kinaonesha ndani, kiliko kitu kile ambacho kiko ndani. Amevaa mfano kanzu lakini kinaonesha mpaka ambacho kiko ndani, kila kitu chini yake umbile lake linaonekana. Basi asema mtu huyo akiswali hivi, yashifu anhu lam tajzi as-salat, sala haifai, maana haijuzu swala. lam tajuz as-salat, sala haijuzu, maana jaza yajuzu, lam tajuz as-salat, sala haijuzu min al-jawaz. Imefahamika? Wa qala an-Nawawi rahimahullah, kuna maana mtu anakiwa astiri sehemu yake nini ile ya sehemu yake isionekaniwe, hata kama wanasema wanachuoni kama atavaa nguo ambayo ni raqiq, ni nyepesi, basi at least ndani ya nini avae nguo nyingine, ambayo hata kama mtu akipiga jicho kule ndani kuna nini singlet mfano au na kaptula hivyo. Na kadhalika sema Imam an-Nawawi fi al-Majmu', katika al-Majmu' sharh al-Muhadhab, yajibu as-satru, inajibika kustiri bima yahulu, kwa kile kitu ambacho yahulu kinachozuia baina an-nadhir, baina yule mwenye kutazama, wa launi al-basharati, nani ngozi, yani rangi ya ngozi. Lazima mtu avae kitu ambacho yahulu kinazuia, yani kuna hali, kuna kizuizi baina an-nadhir, baina yule mwenye kutazama, yule mtu akimtazama, wa launi al-basharati, na ile launi, yani rangi ya ngozi, akitazama hao vaavae nguo hiyo. Fala yakfi thawbun raqiq, haitoshi nguo ambayo ni nyepesi, ashaffafa, zile nyepesi ambazo zinaonyesha. Wa min al-khata'i, na miongoni mwa makosa, anna ba'd as-sibyan, kwa hakika baadhi ya watoto, yusalluna fi as-sarawin al-qasira, wanasali katika masuruali sarawin ambazo ni fupi kama zile anaita kaptula nukta. Wala yunkiru alayhim aba'uhum, wala hawakemei wao baba zao wazee wao, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema, muru auladakum bis-salati, waamrisheni watoto wenu kusali, wa huma abna'u 7 sinin, na hali ya wao katika umri wa miaka 7. Kadhalika hadithi bilkamali, wa kukamilisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wadribu 'alayha, na wapigeni kwa ajili ya hiyo swala atakapoiacha. Wa hum abna'u 10, na wao walikuwa katika watoto wa umri miaka 10. Kwa hapo unaanza kumpiga, lakini kwanza mzoeshe miaka 7, mzoeshe pole pole swala za mchana kadhalika, usipole pole, kisha baada ya hapo kama anaacha unatakiwa mpige fimbo, lakini kwanza baada ya kumfundisha tabligh ujumbe. Kadhalika hadithi ikasema, wafarriqu baina al-maraji, wa hadha yashmalu amrahum bi shurutiha, na hii inakusanya ile amri yao hao watoto bi shurutiha, masharti yake ya swala. Si muache tu msikitini anakuja anafanya fujo, la, usichukue mtoto wako kana kufanya kuanza kukera. Nami inafaa kutoa, ndio inafaa, lakini wewe uko naye karibu, unamwangalia bil mirsat, maana yake unamvisia asije kaharibu vitu kwa watu, asije akakera. Sio tena mtoto anakaa huko anapiga ngoma na anarudi ana bendi, bali kashachukua fedha kashapiga. Sasa baada ya kuswali swala yote anaenda kushukuru, hiyo haitofaa. Imefahamika? Kwa sasa hapa masharti ya swala watakiwa nini? Satrul aura, ni kustiri tu, kuna magoti yake ya wazi, la, atakiwa amrisha magoti yake yafunike. Si mlete mtoto huko na kijezi cha mpira tena na vibukta, la, mpe suruali ambayo ni refu. Wa midhalika, na miongoni mwa hivyo katika masharti yake satrul aura, kama alivyosema Sheikh, kustiri tu. Jambo la tatu, thalitha, satrul atiqi, kustiri atiq, bega. Yafahamika? Wajibu, jambo hili ni wajibu. Yeye anasema ni wajibu, lakini kuna khilaf baina ya ahli al-ilm kusema jambo hili, kama nilivyoelezea swali katika mambo haya. Yafahamika? Wa huwa ma baina al-mankibaini, lakini ambapo Allahu a'lam bis-sawab, ni kwa bora mtu afunike hifadhi, nayo ni baina ya mabega mawili, ila asli al-unuqi, na mpaka mwanzo wa shingo,
takiwa afunike mwanzo shida. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى متوم صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد asiswali mmoja wenu katika nini nguo moja laysa ala atiqaihi shay ambayo haina katika mabega yake mawili kitu chochote hadithi mutafaqun alayh walidhalika na kwa ajili hiyo yara fariqun min alulama wanaona taifa kundi lo fariq kundi min alulama la wanachuoni mingi wanaona butulani salati kubatilika kwa sala idha lam yakun ala atiqai almusalli dini itakapokuwa katika mabega mawili yule mwenye kusali hakuna min thawbihi shay'un katika nguo yake chochote wanaona swala inabatilika katika mabega yake hakuna chochote lakini baada najua wanasema swala inasi lakini ma'a al-karaha pamoja na ni karaha lakini bora zaidi mtu ajiepushe asije na singlet kwanza ukija na singlet ndio kwanza sisi wengine tutakukimbia sababu kwa yenyewe ndio hivyo mtihani moja ukishakwapa hai sami Allahu liman hamida kaleta bibi sami Allahu liman hamida sallallahu alayhi wasallam wote sawa kwa hiyo usibai si bora zaidi jiepushe na ataelezewa min al-khata'i miongoni mwa makosa ma yafaluhu ni yale ambayo wanafanya watu au baadhi ya watu man yusalli bil faniya wanasali na al faniya al allaqiyya ndio hiyo singlet ambao dhatul habl al-yasir ambayo ina kamba nyepesi alladhi kama ambao yakuna ala al-katf inakuwa juu ya bega si kama hiyo kama ndio inahusudia hiyo inoshinda hiyo ilo bega kifupi singlet wakadha ma yafalu ba'd al-muhrimina na vile vile wanaofanya baadhi ya wale wenye kuhirimia lilhajj au lilhajj kwa ajili ya hija والعمره نقل العمره من عدم تغطيه احد العاتقين كنت كفنيك تغطيتي الى كفنيك احد العاتقين moja yale mabega yake اثناء الصلاه katika sala hali makosa wale wanaohija hija mtu anaswali bega yake moja liko wazi lakini sikiliza ile alitibaa ile maana yake ile rida kuweka hapa katika begi mshaenda fanya gani basi ile kuweka hapa ile ni sunna lakini ndio hapa naelezea kwa sababu tunaweza kwa nini si sunna kufanya vile hii hapa kwa sababu nataka niende tuniegelee hapa nenda kufanya ibada sasa ile anasema ile ikhrajul atiqain kutoa moja bega moja fakat ile fi sa'ati ashwati al-ula ile inakuwa tu katika ile sab'ati zile fi sab'ati ashwat yani zile mizunguko saba al-ula ya mwanzo katika Kaaba katika tawaf qudum ukienda pale yani kuingia Makka sio unafanya tawaf maana yake ile pale ni sunna kuweka nini bega moja maana yake lile ni rida utalitia katika bega kushoto kisha utalitia katika nini huko katika bega hiyo ni sawa lakini baada ya hapo ukitakiwa ukiswali ufanye nini unalilini unalikunjua lote kisha unalifunika na katika mabega yote mawili unafunika na kifua chako unaswali